Tunazungumzia mchezaji mwenye daraja kubwa sana ambaye anakuofa kwa kila jambo. Kwanza ana ball blind, pili ana ball control, ball balance. Maana yake ni nini? Anakwenda kukuofa Alan Okello katika kila jambo ambalo unalihitaji wewe, ambao umeingia uwanjani kwa pesa yako kwenda kuangalia kitu gani unakihitaji ndani ya wachezaji. Kwa hiyo unapotoa pesa yako iwe shilingi 20,000, 30,000, unapoingia uwanjani maana yake unategemea kupata kitu bora kutoka kwa Alan Okello pekee Tanzania sasa hivi. Yaani unapozungumzia wachezaji wenye burudani ya mpira Tanzania, wanaotumia vigezo vyote vya kuwaburudisha wa Tanzania, ni Alan Okello peke yake. Hakuna kinyago cha aina yoyote anaingia kwenye uwezo wa Alan Okello kwenye ligi yetu ya Tanzania. Maana yake mwalimu sahihi wa mipira ya kevu amekuja kuwafundisha akina Chama, akina Mpanzu namna ya kupiga kevu unapopiga katika eneo la hatari. Huyo ni Alan Okello pekee katika ligi ya Tanzania. Unaweza kusema MVP tumeshampata? Mimi nikwambia kitu kimoja, unapozungumzia mchezaji bora Tanzania kwa sasa ni Alan Okello. Kwa hiyo ukiniambia MVP ambaye ameshapatikana, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunakwenda kuwafundisha watu wanaochagua MVP, si ndio? Lakini Alan Okello ndo mchezaji pekee, narudia tena, ndo mchezaji aliyekuja kuwafundisha Watanzania, kuja kuwafundisha wachezaji wote walioletwa kwa ligi ya Tanzania namna ya kupiga mipira iliyokufa au namna ya kupiga kevu za maana. Yaani ukihitaji kevu zenye ubora, kevu zenye kununuliwa kwa mamilioni ya pesa, maana yake ni unampata nani? Alan Okello. Leo hii mimi niwaambie tu ukweli, ligi ya Tanzania inakosa burudani kwa sababu moja tu. Asilimia ya watu wengi wa Tanzania hatuna pesa. Umeelewa vizuri? Lakini Alan Okello anapokuwa ndani, maana yake ndani ya uwanja wowote kiingilio kiwekwe milioni 1, milioni 2. Kwa sababu tunakwenda kuchukua burudani. Yaani akifunga mipira yake anafunga kwa burudani, pasi anazotoa burudani, unaona asisi zake anatoa burudani, chenga burudani, hata ushangiliaji wake ule wa hivi ni burudani tupu. Maana yake ni kwamba kama ingekuwa tumebarikiwa kipaji cha pesa, uwezo wa pesa, tungeiomba bodi ya ligi wanapoenda kuchezesha Dar es Salaam Young Africans na kikosi akiwepo Alan Okello ndani, basi kiingilio kiwe milioni 1 mpaka milioni 2, na tutaingia, pesa tunazo sisi. Bwana Machiri, naona zimesalia mechi 7 sasa hivi mpaka kumaliza ligi kuu NBC. Yanga mjapoteza mchezo hata mmoja. Tutarajie kwamba mtamaliza mkiwa unbeaten. Kwanza ukizungumzia michezo imebakia 7, maana yake Dar es Salaam Young Africans hafananishwi na timu yoyote. Sio, unanielewa? Yaani hilo kwanza lifutwe, litolewe kwenye masikio ya watu. Ukimwona mjinga mpuuzi ambaye akili zake hazijanyoka, hazijakaa sawa, awe msemaji wa klabu yoyote, awe mshabiki wa klabu yoyote, anaifananisha Dar es Salaam Young Africans na timu nyingine, maana yake huyo ana utindio wa ubongo wa akili. Yaani akili yake haijakaa nini? Haijakaa sawa, kwa sababu asilimia kubwa wanaokuambia Yanga haijasimama, Yanga haijakaa vizuri, wamepigwa 6. Uongo kweli? Hao wanaowaponda, wanaosema Yanga ni mbovu, Yanga imechukua back to back mara ngapi? Mara 4. Na sasa hivi tunasema tunaenda kuchukua mara ngapi? Ya 5. Lakini Yanga hiyo ambao wanasema ni mbovu, leo anaingiza mechi ya 42, bado mechi 8 nafikiri kama sikosei, avunja rekodi yake. Maana yake Yanga hafananishi na mtu yoyote. Sawa? Yanga against Yanga, so Yanga against Simba au Mtibwa. Yanga so against Azam, Yanga against Yanga. Maana yake Yanga dhidi ya nani? Ya Yanga, kwa sababu Yanga anaika rekodi, alafu rekodi anakuja kufanya nini? Anakuja kuvunja mwenyewe. Wakati Nabi yuko hapa, Yanga alichukua ubingwa kwa point kama sikosei magoli 68 kama sikosei. Lakini ametoka yeye, amekuja Gamondi, goli 72. Ametoka Gamondi, amemaliza Gamondi mechi ya nyingine iliyofuatia, ubingwa mwingine, goli 80. Lakini Gamondi anaondoka, anakuja Ramovic na Umudi, au sio bana, wanakuja kupiga goli 84. Unanielewa vizuri? Kwa Yanga against Yanga, lakini so Yanga dhidi ya mwingine hakuna katika ligi ya Tanzania. Kwa hiyo tunachofurahia, na nyinyi mmewashtua, sisi tulikuwa tunamkimbiza mwizi kimya kimya. Mechi zilizobakia tutaka sisi tuzibutue. Maana yake tukavunja rekodi ya unbeaten 49 ambayo tuliiweka duniani, twende tukaeke rekodi yetu ya unbeaten ya 50. Mnapozungumza na mambo mnapoyaweka hadharani, maana yake mnawachokonyoa, wataanza kuweka mauchawi wao, wataanza kuweka pesa zao, na wataanza kununua mechi kulinganisha, kutaka kuleta watu waende wakaibomoe Dar es Salaam Young Africans, kitu ambacho hakiwezekani na hakitowezekana. Unaelewa kwa nini? Haitowezekana kwa sababu huyu anayekaela mwenyewe ameshindwa kumfunga Yanga.
Hii ni miaka mingapi sasa? Zaidi ya miaka 4 anahangaika kumfunga Yanga. Juzi tu ametoa draw, Zanzibar ameshangilia. Tumeenda kucheza fainali kombe la ajabu lile. Umeelewa? Sisi tunaita kombe la sherehe kwa sababu inapotokea mashindano makubwa kama ya ligi na FA, Simba ana uwezo wa kuchukua kombe kama Yanga anashiriki. Lakini tumejiwekea makombe yote ambayo anafanywa sherehe, Simba akishiriki kama mke wetu tunamwachia afanye nini? Achukue kombe na yeye aende akacheke na watoto wangu wafurahi. Sio, unaelewa vizuri? Kwa hiyo tunapozungumzia Dar es Salaam Young Africans tunazungumzia timu ambayo ina mafunzo ya kutosha kwa wachezaji. Leo mimi nawashauri viongozi wa Simba kama watapendwa na kama itawapendeza, na washauri, nafikiri wewe nilikwambia, narudia tena leo. Tukutana Magomeni, nilikwambia Magomeni pale. Leo narudia tena. Kama itawapendeza na warudisha nyuma kidogo. Wakati Kratos Chota Chama yuko Simba akiwa katika ubora wake, baadaye ubora ulipotea, watu walianza kufanya nini? Semeni wenyewe. Walianza kumsema na kumzomea, si ndio? Lakini Yanga kwa kuliona lile tukaongea na Mangungu atupe yule mchezaji. Tukaja tukamnoa, tukamtengeneza, tumemrudisha, leo anaimbwa kama nani? Kama mfalme. Wamesahau kwamba zamani walikuwa wanamfanisha na Pakome. Tukamchukua tukamleta huku akashindwa kwa Pakome. Lakini kwa elimu tulompa amerudi kule, leo ameanza tena anamfanisha na nani? Na Pakome. Huo ni upumbavu na ni akili ambazo hazina uwezo wa kufikiria. Lakini na washauri sasa, kama tuliwashauri kwa Chama na wakamleta wakapata elimu, leo tunawashauri kwa mara nyingine wasimzomee Elie Mpanzu kwa kukosa magoli. Wamlete chuoni na yeye akae walau miezi 6 kisha tuwarudishie. Wataanza kumzomea mwingine, lakini Elie Mpanzu atafanya nini? Atakuwa mfalme ndani ya Simba. Njooni mleteni na tutaongea na Engineer Harris amchukue Elie Mpanzu aje chuoni kisha tuwarejeshe aende akaonekane mchezaji bora. Lakini yote kwa yote tumpongeza Alan Okello, tumpigie makofi. Kijana umefanya kazi kubwa sana. Hongera sana. Zao la wapi hilo? Lakini msimu huu hujamfunga kabisa mtani wako. Unajisikiaje katika hilo? Na yeye amekufunga mara moja na umedraw mara 2. Mimi binafsi niseme kitu kimoja, kama nimemburuza mara 6 maana yake mimi inatosha. Kumburuza mara 6 na yeye ni teja kwangu mimi. Na geuza kama samaki. Sasa yeye kama anataka, kwani nimekuuliza kitu kimoja, Simba anataka kuendelea kufungwa na Yanga? Hapana. Kama amepata nafasi 2 kwenye ligi na ameshindwa kunifunga, maana yake yeye ni nani? Na kama amefunga goli 2 alafu sisi tunakuja comeback tunarudisha goli 2, yeye ni nani? Maana yake kuuhalisia, waandishi msiogope, semeni ukweli. Simba Sports Club ni underdog dhidi ya Dar es Salaam Young Africans. Yaani hilo halipingiki na halitopingika. Amerudi KMC. Ngoja nikwambie kitu kimoja, nimeona baadhi ya mashabiki wenzangu wanapiga kelele kusema kwamba yeye akija hapa wao wanafanya nini? Anaondoka, si ndio? Yaani sisi tunaondoka. Mimi siungani na hao. Lazima nikwambie ukweli. Kwa sababu Machiri Yanga wanemjua wewe ni Machiri anayependa ushindani muda wote. Iwe saa 8 usiku, iwe saa 2, muda wote ukimkurupisha. Mimi ni mtu wa kupenda ushindani. Kwa hiyo niwaambie tu ukweli. Namkaribisha KMC. Aje Simba Sports hapa nyumbani. Nimebakiza michezo 3, michezo 7-8, si ndio? Michezo 7-8 iliyobakia naenda kuchukua pointi zangu, naandika unbeaten ya 50 na hakuna kiumbe yote atakayeweza kunizuia.